alipowekwa msalabani alikuwa anashughulika na haya. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kanisa, kwa ajili yako. Kwa kanisa lina uwezo katika ulimwengu wa roho. Kanisa linatisha. Ndio maana utasikia watu wanasema wanaamua kuchoma kanisa. Kwani wanachoma tena jengo? Sio watu wanachoma jengo, wanaamua kulichoma moto. Kwa nini hatutaki kanisa hapa? Kwani kuna shida gani? Hii si nyumba. Sasa inakusumbua nini mpaka uchome? Kwa nini? Kwa sababu nyumba kama hii ni uwakilishi wa Mungu hapa duniani. Kwa hiyo tunapoabudu hapa kuna watu ambao kana wakereketa. Tunaposema Yesu kuna watu kana wauma. Kuna watu ambao wanaumia. Kwa nini hawapendi? Lakini nataka nikwambie hivi ya kwamba hii ni mamlaka kamili. Kwa hiyo Yesu anatuingiza kwenye mifumo sasa katika ulimwengu wa roho, mifumo yote iliyo katika ulimwengu wa roho, ili tuweze kutembea na kutenda na kuona Mungu anafanya nini katika maisha yetu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nisikie amina kwa watu wa Mungu. Sikiliza, iko hivi. Mtu wa Mungu anatakiwa kujua kuwa anasimama badala ya Yesu Kristo katika ulimwengu huu. Lazima uelewe. Yaani kama hivi Yesu angekuja mwenyewe basi akawahubiria jioni ya leo, yeye mwenyewe. Lakini huwezi kumwona kwa macho ya nyama. Unaniangalia mimi, na nanipa neno kwa ajili yako. Yeye angekuja hapa akasimama mwenyewe alafu akakuambia, nafikiri hapa ungekuwa huku unatetemeka, si sawa? Lakini unasema mchungaji naye bwana ameanza maneno yake si sawa? Lakini Yohana akasema mimi jamani, mimi ni sauti tu, kuna asemaye ndani, si sawa jamani? Kwa hiyo lazima uelewe ya kwamba unasimama mahali popote ulipo, unawakilisha ufalme wa Mungu. Mahali popote ulipo unawakilisha mamlaka za kimungu. Mahali popote ulipo unamwakilisha Yesu. Badala ya yeye kuja kusimama, utamwona Fidosi amesimama pale, utamwona Elia amesimama pale, utamwona sijui nani amesimama pale, mama fulani amesimama pale, utamwona amesimama na baadaye hapo watu wanamwona yanasema huyu anahubiri, lakini anayehubiri sio yeye, ni kuna ndani yake kuna mtu, kuna ambaye anaongea yale maneno yenye uwezo na yenye mamlaka na yanayoponya. Bwana Yesu asifiwe. Sikiza nikwambie, katika ibada hii ya jioni hii, kabla tujaenda kwenye maombi ya kuomba, Biblia inasema katika Luka 24:45 pale anasema hivi, ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko, akawaambia ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu, na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi, kuanzia tangu Yerusalemu. Nanyi ndinyi, mstari wa 28, nanyi ndinyi mashahidi wa mambo haya. Yapi? Yale aliyoyatenda Yesu. Ninyi ndiyo mashahidi wa mambo haya. Kusudi la Mungu ni kujulikana katika dunia hii. Kusudi la Yesu ni watu wamjue, watu waokoke, watu wafunguliwe, watu waachwe katika vifungo mbalimbali. Kusudi la Mungu, kusudi la Mungu. Na ili watu waweze kufunguliwa, lazima wapatikane watu wa kwenda kushuhudia yale matendo makuu ya Mungu. Mungu anatenda nini? Mungu anafanya nini katika maisha yao? Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kuna yule mama sijui yupo hapa, alileta mtoto wake ofisini. Yupo? Punga mkono. Yule pale, punga mkono. Alikuwa na katoto, huyo hapo, punga mkono. Alimleta ile mtoto, siku hizi anaenda shule. Anaenda. Bwana Yesu asifiwe.
nataka tu niwashuhudie kidogo tu. Huyo mama hapa alimleta mtoto wake ofisini. Sasa kile katoto kikaangalia ni kadogo tu, miaka mingapi? 7 ngapi? 10. Lakini kale katoto kanasema hivi, nikiwa darasani huwa nasikia vitu vinaniambia toka, alafu kanatoka kabisa. Alafu huyo mama hapo akiweka vitu fulani fulani hovyo hovyo, kanachukua kanazoa kanajiondokea. Kwa nini nafanya hayo? Yani akanasema hata mimi sielewi. Sasa huyo mama kaleta akasema kwamba naomba unisaidie maombi, kwa sababu mimi nimeshamwombea, lakini ni kama nimehewa juu ya mtoto huyu. Unajua hata kama unaomba unahitaji maombi ya kichungaji pia, si sawa jamani? Usije ukasema ninatosha tu, unahitaji kuhani atamke maneno juu yako pia. Usije ukasema tu nimeshafunga, nimepambana sana. Ndugu yangu, kuna neema zimezidia na kuna watu wamepewa mambo ya juu yanayokuzidi wewe, si sawa jamani? Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa ukielewa hilo, kuna vitu ambavyo utaona vinatendeka katika maisha yako. Sasa kile katoto nikasikia kukaongoza sala ya toba kidogo. Kaongoza sala ya toba, kakaombea na kakafanyia maombi fulani hivi ya kutamka na kukiri na kukataa zile roho. Nilipobandika mkono sasa, toka kana hiyo nguvu imo ndani yake. Mtoto mdogo kalinitoa jasho, maana pepo yeye hawi mtoto. Pepo ni pepo tu, si sawa? Yaani unamwona yule mtoto ana umri mdogo tu, miaka 7, miaka 10, lakini roho iliyomo ndani yake sio ya miaka 10. Ni roho, ni utawala kamili, ni mamlaka kamili. Nikasema na mimi sikuachi, lazima utoke. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Kemea lile pepo likatoka. Matoka mtoto kafunguka. Kamuuliza nasikia aje? Anasema anajisikia vizuri. Utakwenda shule? Akasema sasa ndio. Bwana anamuuliza, anasema sasa hivi anakwenda shule bila shida. Kwa nini? Kuna roho ambayo ilikuwa inafuatia elimu yake, mafanikio na makuzi yake. Sasa Yesu anasemaje katika yeye? Anasema hivi, nanyi mtakuwa mashahidi wa mambo haya. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana yake tukisema ya kwamba Yesu aliponya, lazima tushuhudie uponyaji wa Yesu. Tukisema Yesu anatenda miujiza, lazima tuone miujiza ya Yesu inafanyaje? Inafanyika. Amen, amen. Amen, amen. Tumezungumza juu ya kuwa na mamlaka katika ulimwengu wa roho, kuwa na nguvu katika ulimwengu wa roho, kuwa na nguvu. Sikiliza tu, anasema hivi, mtu aliyeokoka katika ulimwengu, aliyeokoka katika ulimwengu wa roho anaitwa wakili wa siri za Mungu. Katika Wakorinto wa kwanza sura 4 mstari wa 1 anasema, mtu na tuhesabu hivi kuwa tu watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Kuna vitu ambavyo dunia haiwezi kujua. Kuna vitu ambavyo ulimwengu hauoni na huwezi kukutana navyo. Lakini kuna vitu vya kimungu ambavyo vinawekezwa ndani ya waaminio. Na vile vya kimungu wanaovijua ni hao. Na sasa kama unavyo, wewe ni wakili. Kama ni wakili, maana yake wewe unasimama badala ya, ni mtetezi wa. Ndio maana Luka anapoandika anasema ninyi ni mashahidi wa mambo haya. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hebu punga mkono wako kama tuko pamoja jioni ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Natamani uongeze kiwango chako cha kimungu, cha kiroho, uongeze ili uone kila ambacho Mungu anafanya katika maisha yako, ili umhakikishe
umhakikishe Mungu ni nani katika maisha yako, wala usiwe na shaka, kwa sababu yeye anasema hivi ya kwamba yuko juu ya farume, yuko juu ya nguvu, yuko juu ya usultani, yuko juu ya uweza, yuko juu ya vitu vyote vilivyoko hapa duniani, yuko juu. Na alipofufuka, Biblia inasema hivi ya kwamba akaviweka vitu vyote chini ya miguu yake, na hivyo vyote alivyovikamata vyote, ule uwezo wote, alishughulika kwa ajili ya kanisa. Amekupatia ili uweze kusimama kama mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Uweze kusimama. Una shida gani? Unakutana na nini? Changamoto gani ambazo unakutana nazo? Sikiza, ni hivi, hakuna changamoto yoyote ambayo inamshitua Mungu. Hakuna changamoto yoyote ambayo Yesu akiona narudi kinyume nyume. Chochote kinachotokea sio kigeni kwake. Kwanza, chochote kinachotokea kinamwogopa. Biblia inasema hivi ya kwamba hata shetani mwenyewe akisikia Yesu, magoti yanagongana, anatetemeka namna hii. Nani anaweza kalibeba hilo jina lenye nguvu na uwezo katika ulimwengu huu mpaka mashetani yatetemeke, yapige kelele? Ni wale tu ambao wameokoka, ni wale ambao wamemkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema hivi ya kwamba amemkirimia, Mungu akamkirimia jina lipitalo majina. Nini maana yake? Jina lenye mamlaka, jina linaloweza kutiisha vitu vyote unavyoviona hapa duniani. Usiogope. Nasema usiogope. Nasema tena usiogope. Nasema tena usiogope. Bwana Yesu asifiwe. Kidogo tu, kwa dakika chache, jinsi ya kujenga utawala katika ulimwengu wa roho. Moja, tambua kwamba Mungu ndiye awezaye kukupatia uwezo wa yote utakayo katika maisha yako. Lazima mtambue Mungu ya kwamba si kwa nguvu zako, si kwa utajiri, wala kwa chochote ulichonacho. Tambua kama Mungu ndiye awezaye kutoa na awezaye kufanya chochote katika maisha yako. Lazima utambue, ujue hilo. Chochote kitakachotokea katika maisha yako si kwa uwezo wako. Ndio maana Biblia inasema juu ya Yesu kwamba alijinyenyekesha mpaka chini, akajinyenyekesha, akajifanya kama mtumwa, akaacha enzi na mamlaka. Alipoinuka, akainuka na ushindi, yana akafufuka na ushindi na nguvu. Lakini hayo yote Biblia inasema hivi ya kwamba alishughulika kwa ajili ya kanisa, yani kwa ajili yako, ili wewe uokolewe, ili wewe uponywe, ili wewe uone nguvu ya Mungu katika maisha yako. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndio maana hata leo naweza kumwona Yesu akifanya kazi katika maisha yako, akitenda kazi katika njia zako. Anaweza akakusaidia, akakupigania. Haijalishi ya kwamba unakutana na changamoto za namna gani, aliye juu yuko juu ya vyote. Ameni, 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 ameni. Ndio bana, kwenye ile somo la historia nilikuwa ninatoa habari za mzee mmoja wa zamani sana, anaitwa Andrea Shimba. Mungu alitembea na yule mzee sio kwa ya kawaida. Historia yake katika utumishi, anasema siku moja alikuwa anaenda kuhubiri, akakuta mto umejaa, na hiyo nimeshasema sana. Mungu akamletea mamba, akapanda, akaenda kuhubiri. Lakini siku nyingine, anasema mmoja kati ya wanafamilia, anasema siku moja alikuwa anaenda kwenye huduma, anaenda na wazungu wamempandisha gari, alafu wale wazungu wakamwacha. Wangempandisha gari wakamwacha. Akasema, Mungu, mimi ni mhubiri kule, lakini hao wazungu wamefanyaje? Wameniacha, nafanyaje? Ya wakati amepiga magoti anafikiri nitafanyaje, alishtukia yuko kwenye uwanja wa mkutano. Mungu amemwinua, ameinuka hivi, alafu wale wazungu anatembea na kabegi kake namna hii. Hao ndio wazee
waliosimama kwenye mambo ya kiroho, wakishtukia wale wazungu, huyo hapo, huyo wala si amareba. Mnamenya amareba, si amareba, sio